Tarudi pale katika andiko Kumbukumbu la Torati 11. Kumbukumbu la Torati ni mlango wa 11. Tuanze pale mstari wa 13 kama ifuatavyo kwa jina la Yesu Kristo. Kumbukumbu la Torati mlango wa 11 mstari wa 13. Tutasoma kwa imani na kusikiza kwa imani. Nasema, tena itakuwa mtakaposikiza kwa bidii maagizo yangu niwaagizayo leo, kwa kumpenda Bwana Mungu wenu na kumtumikia kwa mioyo yenu yote na roho zenu zote. Mtu aseme amen. Amen. Yani tena itakuwa utakapompenda Bwana Mungu wako kwa bidii na kusikia yale mashauri au kusikia yale maagizo ambayo mnapewa siku ya leo, kuyatunza na kuyafanya ili ukapate kufurahia katika maisha yako. Tazama, ni siku ni Jumapili ya kwanza, wakati Bwana anasema kama mtasikia yale yote mtaambiwa kama mtayafanya, basi mimi Bwana niko tayari kwa ajili ya kusimama na mtu, kwa ajili ya kurejesha maisha ya mtu. Kila mwaka ametabiriwa, kila mwaka ameambiwa, kila mwaka amenenewa, lakini bado mambo haya haijatendeka. Kwa nini? Sasa basi anasema kama basi kanisa litakubali kuyashika maagizo yote ambayo mnaagizwa siku ya leo kwa ajili ya kutunza utakatifu katika maisha yenu, kwa ajili ya kutunza uhaki katika imani zenu, basi itakuwa kama mtu atakubali kuonywa na kutembea katika njia za Kristo, basi itakuwa vyema wakati mwanadamu atakubali mwaka huu 26 sasa akatembee na Mungu, haachane na dhambi, kwa sababu dhambi siku zote, watu wa Mungu, imeua kanisa. Dhambi imeua mpango zako, dhambi imeua maono yako, dhambi imeua chochote kizuri ulichopanga, dhambi imekimaliza. Lakini kama tutasikia hii sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kuyatunza maagizo yote unayoagizwa siku ya leo, basi 2026 ikawa ya baraka kwako in Jesus name. Amen. 2026 wacha Bwana akatembee nawe kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Wakati ambao umeteseka, wakati ambao uliruhusu dhambi ikae katika maisha yako, na dhambi inapokaa katika maisha ya mwanadamu, basi mwanadamu na Kristo huachana kupitia kwa kipindi kigumu, kupitia katika mateso, kupitia katika vita. Lakini Kristo yu upande wetu kwa ajili ya kulipigania kanisa na kulisimamisha katika njia ile ambayo Yesu Kristo anaijua vizuri, na kumsaidia huyu mtu apigane vita mpaka aingie katika uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ili ukamiliki maisha mapya ni kuachana na dhambi. Ili ukaenjoy wokovu wako ni kuachana na dhambi. Ili dhambi ikae mbali na wewe, inafanya mwanadamu anaachwa na Mungu. Mwanadamu anabaki anasema nimeokoka, lakini dhambi hairuhusu huyu mtu basi akatembee na Kristo. Haleluya. Amen. Dhambi hairuhusu mwanadamu atembee na Kristo. Dhambi hairuhusu mwanadamu akafurahia wokovu wake. Dhambi hairuhusu mwanadamu akamjue Yesu katika maisha yake, bali mwanadamu huyu anazidi kuona mambo mazito na anasema kwamba nimerogwa. Hakuna mahali penye Yesu akikaa unaweza rogwa hata kidogo. Lakini dhambi inapokaa ndani mwako, basi Yesu anasonga mbali na wewe, na anaposonga mbali nawe, basi mchawi kukumaliza ni haraka, kufunga mambo zako ni haraka. Lakini mkichagua utakatifu 2026, Yesu aonekanie na wainue kiroho kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Ainue kanisa kiroho in Jesus name. Amen. Ainue maisha yako in Jesus name. Amen. Ainue huduma wako in Jesus name. Amen. Mipango zote umepanga mwaka huu, Yesu akakuonekania in Jesus name. Amen. Vile umechagua utakatifu, umechagua haki, umechagua imani, Yesu akuinue kwa jina la Yesu Kristo. Kama unaamini sema amen. Amen. Haleluya. Amen. Itakuwa vyema wakati mtu atakapotunza
maagizo, mtu atakapotunza maisha yake ndani ya Kristo, awachane na zile njia mbaya, awachane na zile yale mawazo mabaya, awachane na zile tamaa anasa za dunia hii, awachane na yale malengo yake yale aliyokuwa anafanya, lakini ndani mwake akona Kristo. Haleluya. Aha. Mstari wa 14, ndipo nitakapowapa mvua ya nchi yenu kwa wakati wake, mvua ya masika